Huu Iran yaonya kwamba italipiza vikali iwapo Israel itaendeleza mashambulizi yake kusini mwa Lebanon, huku makubaliano ya Marekani na Iran yakitarajiwa kusainiwa karibuni. Karibu. Rais wa Marekani Donald Trump ameonya kwamba makubaliano yaliyofikiwa na Iran siyo ya mwisho. Akizungumza katika mkutano wa kilele wa mataifa yenye uchumi mkubwa zaidi duniani wa G7 hii leo, Trump alisema kuwa Marekani itarudi kurusha mabomu tena ikiwa haitapendezwa na makubaliano ya mwisho. Hapana, huu sio mwisho, ni mkataba wa makubaliano, na ikiwa sitapendezwa nao, tutarejelea mashambulizi dhidi yao, kuwarushia mabomu juu ya vichwa vyao. Ikiwa sitapendezwa nao, ikiwa hawatajiendesha vizuri, tutarudi kule kule kuangusha mabomu katikati kabisa, tena juu ya vichwa vyao. Sawa? Kwa sababu wamekuwa wakijiendesha vibaya kwa miaka 47. Jioni hii Marekani imetoa taarifa za ndani kuhusu mkataba huo wa makubaliano, ikiwemo kumalizika kwa vita nchini Lebanon, kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz na kubuniwa kwa hazina ya dola bilioni 300 itakayofadhili ujenzi upya wa Iran na maendeleo yake. Wakati huo huo, kumekuwa na mashambulizi zaidi ya anga ya Israel yaliyotokea kusini mwa Lebanon Jumatano asubuhi, licha ya onyo kutoka Iran kwamba Israel itakabiliwa na kile ilichokiita jibu kali iwapo haitasita mashambulizi hayo au kusitisha mashambulizi hayo. Vyombo vya habari vya Lebanon vimeripoti kuwa usiku kucha kulikuwa na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani katika miji kadhaa, na siku ya Jumanne jeshi la Iran lilisema Israel ilikiuka makubaliano ya kusitisha mapigano mara 84 katika siku mbili zilizopita, jambo linaloibua maswali kuhusu ikiwa mzozo huu unaoendelea unaweza kuhatarisha makubaliano mapana kati ya Marekani na Iran. Katika mkutano wa G7 hapo jana, Donald Trump alikosoa hatua za Israel. Na sasa, ili kufahamu mengi zaidi, tunajiunga na mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia Godwin Gonde akiwa Dar es Salaam. Gonde, karibu sana. Mkataba kati ya Marekani na Iran ulihusisha swala la Lebanon, lakini Israel imeendelea kushambulia kusini mwa nchi hiyo. Unazungumziaje hili? Ni mkataba ambao unakutanisha pande mbili kati ya mgogoro ambao una pande tatu ambazo zinapigana. Kwa hiyo ni hatua ya mwanzo kuelekea makubaliano ambayo huenda baadaye yakaijumuisha Israeli, jambo ambalo linaweza kuleta tumaini kwa jamii ya kimataifa kwamba huenda vita hii ikafika mwisho. Na bila shaka, na Trump na Iran ama Marekani na Iran zimeashiria kwamba zinaweza kushambuliana tena iwapo masharti hayatazingatiwa. Hii inamaanisha nini kwa mkataba huu? Siku zote mkataba unapoanza, bado pande mbili au zaidi kwenye mkataba husika zinakuwa katika hali ya tuseme ya taharuki au bado ya kuonesha kwamba zinazo nguvu, lakini walau kwamba wameamua kukubaliana baadhi ya mambo na kufikiria kusaini mkataba huo, inatoa mwanya katika kuendeleza, kama baada ya siku 60 kuisha, basi kufikiria walau kuziongeza na hatimaye kumaliza kabisa. Kwa hiyo ni kauli ambazo zimekuwa zikitolewa hapo mwanzo, lakini hazikatishi tamaa za juhudi za kidiplomasia katika kuhakikisha kwamba vita inakoma. Umezungumzia siku 60 za mazungumzo baada ya kusainiwa kwa mkataba huu. Je, tunaweza kutarajia mafanikio hasa kuhusu swala la nyuklia, silaha za nyuklia za Iran? Silaha za nyuklia imekuwa ni moja ya ajenda ambayo imejadiliwa. Kwa hiyo labda baadaye mkataba wote ukiwa wazi utaelezea kwa undani zaidi wameamua nini kwenye hilo, lakini kwa sababu yapo mambo kadha wa kadha ambayo yangehitajika kufanyika, ikiwemo kufungua moja kwa moja huo mfereji wa Hormuz, manake ni yale ambayo yanaathiri watu wengine zaidi ya nchi ya Iran pamoja na Marekani. Kwa hiyo swala la nyuklia litawekwa pembeni kwa sasa, wakifikiria kwanza yale ambayo yanaathiri uchumi wa dunia yakitafutiwa ufumbuzi wa haraka. Na kwa kifupi kabisa, Iran ilifikia mkataba na Marekani mwaka 2015 chini ya Rais Barack Obama na alihusisha silaha za nyuklia. Unadhani nini kimebadilika sasa? Kwa kifupi tu. Kwa sasa nadhani kikubwa kilichobadilika ni hali ya vita ambayo imeshatokea. Kwa hiyo Irani pia imejifunza kwamba nguvu inaweza ikatumika, lakini Marekani pia imegundua hasara ya kuweza kuipiga Irani kijeshi. Kwa hiyo naamini baadaye huko mbeleni Irani inaweza ikaachana moja kwa moja na swala hilo na kuweza kufikiria njia mbadala za kuweza kujikwamua.
Na asante sana Godwin Gonde, ni mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia. Sasa tusalie Mashariki ya Kati ambapo BBC imepata fursa adimu ya kuzungumza na waendesha pikipiki wanaouza mafuta ya Iran kupitia maeneo ya milima kuingia Pakistan. Waendesha pikipiki wanahatarisha maisha yao ili kupata faida ndogo, na wameambia BBC kwamba vita vya Iran vimesababisha kuwepo kwa njia mpya za ulanguzi wa mafuta katika eneo lenye umaskini zaidi nchini Pakistan. Sekta ya mafuta nchini humo imeonya kwamba mauzo rasmi ya bidhaa za petroli yameshuka hadi kiwango cha chini zaidi katika muda wa miaka 30 kufuatia uuzaji wa mafuta katika soko lisilo rasmi. Ripoti ya Farhat Javed inawasilishwa na Agnes Penda. Eneo la mpakani kati ya Pakistan na Iran penye joto na vumbi, walanguzi wanakusanyika kwa maelfu. Wako kwenye mstari wa mbele wa biashara haramu ya kuuza mafuta iliyo na thamani ya mabilioni ya dola. Video hizi zilichukuliwa nchini Iran na BBC imezipata kwa njia ya kipekee. Mafuta yanapakiwa kwenye malori na kupitishwa mpakani na kuchukuliwa na waendeshaji pikipiki kama Mazar, ambaye tumelificha jina lake. Mafuta haya yanapelekwa upande wa Pakistani. Alikuwa mkulima aliyeingia biashara hii baada ya eneo analotoka kukumbwa na ukame. Siwezi, ndio maana niko hapa. Tunasafiri usiku na mchana na kulala asubuhi. Sasa nitakwenda kuuza mafuta haya ya petroli. Kwa faida ya dola 11 kwa siku, anaendesha pikipiki kwa zaidi ya kilomita 40 katika barabara zilizo hatari jangwani. Pikipiki yake iliyochakaa imepakiwa mamia ya lita za mafuta hayo. Mwangalie rafiki yangu, angalia, kidonda chake hakijapona bado, ila anakuja kazini kwa sababu hakuna kazi. Tazama kidonda chake. Ulanguzi hapa si jambo geni, ni biashara haramu iliyostawi. Kuuza mafuta ni mojawapo ya njia za kukwepa vikwazo ambavyo uongozi wa Iran umekuwa ukifanya kwa miaka mingi sasa. Vita vya Iran vimesababisha ongezeko la bei ya mafuta nchini Pakistan, na sasa wahalifu wanapata faida kutokana na hili. Ni njia ya kujikimu kwa serikali ya Iran na pia jamii pande zote mbili za mpakani. Tangu vita vya Iran vianze, ni dhahiri kwamba mafuta mengi zaidi yamevukishwa mpakani. Mapema mwezi huu, makampuni ya kuuza mafuta kutoka Pakistani yalionya serikali kwamba ulanguzi umepunguza mauzo ya mafuta kwa kiwango cha chini zaidi katika miaka 27. Hali wanayosema itagharimu serikali zaidi ya dola milioni 50 kwa mwezi. Lazima mtuelewe, huu ni mpaka ulio wazi. Hatukuziba tu mpaka wetu na Afghanistan, ila pia tumeanza kuziba nafasi katika mpaka wetu na Iran. Kunaweza kuwa na sehemu moja au mbili ambazo walanguzi wanaweza kuzitumia. Ila kwa mamilioni, ulanguzi wa mafuta ni namna ya kujikimu. Na kwa waendeshaji hawa pikipiki, faida inasalia ndogo kwa hatari kubwa. Serikali ya Iran haikutujibu tulipotaka kuzungumza nao. Na ripoti hiyo inatukamilisha